بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Katika muda huu ambao kiutaratibu ni muda wa darsa ya aqida at-ta'liqat al-mukhtasara, lakini kadhalika baada ya sala ya al-isha ni muda wa darsa ya usulu fi al-hadith, lakini taadharna kwa sababu ya hali ya umeme na tunaweza kusoma kwa tochi, lakini wengine sisi ni wabovu, tutumia nguvu ya kusomea kwa tochi. Sasa hivi wiki nzima itakuwa tuwezi tena kusoma wala kusomesha kwa sababu ya kuumwa na kichwa. Kwa tumekuja, lakini tusirudie hali ya kuwa tupo watupu. Tumekuja kwa lengo la kusoma, turudi nyumbani tumechukua kitu kidogo, na ghaliban inakuwa ni nasaha ambayo ni kitu ambacho hakihitaji mtu akakaa maktaba akaanza kuandika na nini. Nasaha tutoa muda wote tu, kwa sababu ni haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenziwe. Tutazungumza sehemu ndogo, na hasa sisi ni wanafunzi sote humu msikitini, kuanzia mimi nilokaa hapa kwenye hichi kiti na kila aliye mbele yangu, sote ni wanafunzi, tupo katika njia ya kusoma. Kuna mambo ambayo tunahitajia zaidi miongozo ili kufikia malengo yetu. Kila mmoja na malengo yake. Kuna mwingine akisikia mwanachuoni akielezea masala ya fiqhi, nafsi yake inamwambia mimi niwe faqih, lakini pengine asifike katika yale malengo kwa sababu hafahamu zile njia za kupita. Na kuna mwingine akimuona mtu anaelezea masala ya ulumu ya hadith, namna anavyochambua zile ahadith, aqsam zake na qawaid na dawabit, anapata hamu ya kufika pale, lakini asifike kwa sababu kuna njia yeye hazifahamu na kuna mambo pengine yanamzuilia asifike katika ile sehemu. Kunachukua muda huu mchache kutoa maelekezo, miongozo, ili tuweze kufikia malengo ambayo sisi tumejiwekea. Na ili la kuweka malengo la msingi sana. Mtu hasomi tu kama mithili ya ng'ombe anaenda pasina kuwa na mchungaji wake. Kila mtu anatakiwa kuweka malengo yake katika masomo. Yani mimi katika masomo yangu nije kuwa ni bora zaidi katika fani fulani. Siku moja Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipokuwa amekaa na wanafunzi wake kina al-Allama Ibn al-Qayyim wa al-Imam Ibn Kathiri wa ghayruhuma, akauliza mithili ya swali kama hilo juu ya zile ghaya na hadaf, malengo yao ni yapi? Al-Allama Ibn Kathiri rahimahullah ta'ala akaelezea juu ya masala ya tafsiri ya Qur'ani, na naam, ameitafsiri Qur'ani, tafsiru al-Qur'an al-Azim ni tafsiri katika ummahatu tafasir. Kitaka kusoma tafsiri za Qur'ani maathur, kirejea kwa al-Allama Ibn Kathir, kuna fawaid jamma. Kwa hiyo haya mambo ya malengo kuweka sio tu shuleni, kama njenye daktari, kiwa ni daktari ni PCB, sio? Nikiwa engineer PCM, sio nikiwa kadha na nikiwa kadha. Kadhalika durus au al-ulum ash-shar'iyya, kila mmoja anaweka malengo, anatakhasas katika fani fulani ambayo kwa hiyo yeye atakuwa yupo na weledi zaidi kuliko fani nyingine. Na Allah azza wa jalla wengine huwapa katika funun zote. Miongoni mwao huyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Naam. Kwa katika kupita hii njia ya kusoma kuna njia, wa'atul buyuta min abwabiha. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupitia maneno haya wanawachuoni wakatoa kaida kwamba kila kitu kina njia zake. Ikiwa ni biashara na njia zake, kuna wachezaji wa mpira wana namna zao za kutafuta stamina, za kutafuta spidi na mfano wake. Kadhalika talibu al-ilm ash-shar'i ana njia at-tariqa za kuweza kufikia katika njia yake ya kusoma. Jambo la kwanza kabisa ambalo huwa hupenda kulirejea kila mmoja wetu
akilini mwake aweke kwamba kuna mambo mawili ambayo watu huwa wanayachanganya, lakini mambo mawili tofauti. Kuna talabul ilm na kuna tahsilu al-ilm. Talabul ilm ni kutafuta ilmu, kutafuta ilmu, talabul ilm. Inawezekana wakawa wengi hawa katika talabul ilm, na kuna tahsilul ilm, kuipata ilmu ni kitu kingine nacho kiko mbali sana. Kana kwamba katika lugha ya Kiswahili tukisema amesoma lakini hakutaalamika, sawa? Kwa maana kwamba amehudhuria madarasani lakini hakupata faida yoyote kuhudhuria kwake madarasani, ndio huyu talaba alilma lakini wama hasala alilma, ameitafuta ilmu lakini hakuipata ile ilmu yenyewe. Kwa nini hakuipata ilmu? Ndio haya ambayo sisi tunataka tuyazungumze, ili mwanafunzi awe talibul ilm kweli na awe muhassil mwenye kuipata hii ilmu, mpaka azingatiwe kwamba huyu sasa anaweza kuzungumza na watu wakamwamini juu uzungumzaji wake, wakamtoa sehemu moja wakampeleka sehemu nyingine. Kuna njia za kuzipita. Jambo la kwanza kabisa ambalo wanawachuoni wote wanalizungumza ni nia. Salahu an-nia ni kutengenea kwa nia ya talibul ilm. Kitengenea nia ya mtu ndiyo sababu ya kuipata al-ilm. Tunasoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi mashhur maruf ma rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadithi maruf, kila amal yazingatiwa nia yake na kila mmoja atalipwa kwa nia yake. Kadhalika katika jambo la kuitengeneza nia tunasoma pia hadithi ya An-Nu'man ibn al-Bashir radiyallahu anhuma, ambayo hadithi imeanza mwanzo innal halala bayyin mpaka mwisho hadithi. Katika mahali akasema Rasul alayhi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Tambueni kwamba katika kiwiliwili kuna kijikipande cha nyama, kikitengenea kipande hichi utatengenea mwili mzima, na kikiharibika kipande hichi utaharibika mwili mzima. Kisha akasema ala wa hiya alqalb, tambueni kwamba hicho kipande cha nyama ni alqalbu, ni moyo, ambao moyo mahallu nia, ndio sehemu ya kuwekwa nia. Mtu anayefunga nia yake katika moyo wake. Umekuja kusoma kwa ajili ya nini? Hapa ndo ambapo utengeneza nia yako ili uweze kuipata ilmu. Umekuja kusoma kwa ajili ya nini? Ili jambo la kwanza ambalo wewe yatakikana ulizingatie. Nimetaja huko nyuma na hapa nataja haraka kwamba nia ili itengenee lazima ikusanye mambo matatu. Mambo matatu haya wanataja wanawachuoni ndio ambayo huitengeneza nia ya kwenye kusoma. Jambo la kwanza, utakapojiuliza lima atlubul ilma, kwa ajili ya nini natafuta ilmu? Ana atlubul ilma imtithalan li amrillah, natafuta ilmu kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah azza wa jalla amarna bi talabihi wa tahsili, Allah ametuamrisha kuitafuta na kuipata ilmu. Qala jalla fi ula lirasulihi alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ndo asli ya jambo la ilmu, iqra, soma. Maneno haya anaambiwa Rasul alayhi salatu wassalam. Hivi hisi kwa nini kaambiwa maneno yale? Yeye ni mwenye kuandaliwa kwa ajili ya kuja kulingania, kupewa risala. Hawezi kulingania na kuongoza pasina kuwa na maarifa. Na kuongoza haina maana tu kuongoza umma
hata kuongoza familia yako. Kwani ngapi ya familia zimeharibika kwa sababu ya ubovu wa mzazi? Watoto wameharibika chini, si kwa sababu wao walikuwa ni watoto wazembe, kwa sababu kichwa kilikuwa kipo vibaya. Ndio maana hukama wakasema, kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waj, vipi kitasimama imara kivuli hali ya kuwa mti wenyewe ndo asli ya jambo umepinda? Kwa uongozaji ukawa ni mbovu wa familia kutokana na kichwa kutokuwa na ilmu. Kwa Rasul alayhi salatu wassalam muhayyaa, anaandaliwa kuwa qaid, kuwa amir, kuwa murshid, muwajjih. Allah azza wa jalla faamarahu bitalabi alilm, iqra. Na alipojibu akasema, ana lastu biqari, mimi sikuwa ni mwenye kusoma, sijui kusoma. Akasomeshwa na Jibril alayhi salam. Kwa amri hii inatuongoza sisi umma kwamba Allah ametuamrisha kusoma, na akaweka juu waliosoma dhidi ya wasiosoma, na yeye Allah anawazingatia wanaosoma dhidi ya wasiosoma, kwa kuwa ameamrisha na itekelezwe amri yake. Bali Rasul alayhi salatu wassalam akatuelezea kwamba ni faradhi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kwa jambo la kusoma ni kawaida lazima kwa amri ya Allah. Kwa nini unakuja kusoma msikitini? Atlubul ilma imtithalan li amrillah, kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha mu'tabar talibul ilm annahu fi sabilillah wa huwa mujahidun tam. Kwa ajili hii huzingatiwa na kuja kusoma ni mujahidi fi sabilillah, imma ta'ala hadha at-tariq mata shahida, nasallallahu azza jalla ash-shahada. Atakayekufa katika njia hii amekufa shahidi. Hayo ni maneno walioyataja wanawachuoni, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitilia nguvu hilo. Kwa hiyo jambo la kwanza la kutengeneza nia yako iwe njema. Kama nia yako haipo hivi kwamba si kwa sababu ni amri ya Allah, basi jirekebishe kabla siku hazijakwenda. Lakini kadhalika al-amru thani fi takwini an-niyya, jambo la pili kutengeneza nia, unasema lima atlubul ilm, atlubul ilma lirafi al-jahli an nafsi, ili nijiondoshe ujinga, mimi nisiwe mjinga. Lianna al-jahla kama qala al-ulama, al-jahlu da'un adhim, ujinga ni maradhi makubwa sana. Kupotea kwa umma, kuharibika kwa umma na jamii kwa ujumla, hakuna sababu yoyote zaidi ya aljahl, ujinga. Nyinyi ni mashahidi wa familia zenu. Pengine kuna mtu hapa kama ataorodhesha familia yake kuanzia baba yake, mama yake, ndugu zake na walio nje ya hii familia ya mwanzo, na kusudia wajomba, mashangazi, maami, mababu na mabibi, ni yeye peke yake ndio ambaye kashika njia ya kusoma. Yawezekana hilo jambo lipo kwa familia, si ndio? Ule ujinga uliokuwepo kwenye ile jamii na kuwepo pale anayoiona ni mkubwa sana, na yale matatizo na shari ni kubwa sana. Al-Allama Fawzan hafidhahu Allah ta'ala kwenye kitabu Aqidatu at-Tauhid, mwanzoni mwa kitabu alipokuwa akitaja asbabu linhiraf, sababu ya watu kupinda, kwa sababu asli ya jambo Allah azza wa jalla amemuumba Adam alayhi salam, kadhalika wa dhurriyata, na kizazi chake Adam alayhi salam kanu ala dini Allah azza wa jalla, walikuwa katika dini ya Allah azza wa jalla kulluhum wote. Hakuna hata mmoja aliyekengeuka katika fitra ambayo Allah aliwaumba nayo, fitrat Allah alladhi fatara an-nas alayha, ambayo hii ndiyo aliyoumbwa nayo watu wote.
Lakini baadaye ile jahili ilipoanza kudhihiri ndio jambo likaanza kuharibika. Misikiti mingapi kuna mabalaa na mashaka sababu ya ujinga. Kwa hiyo ujinga ni maradhi makubwa sana. Unakuja kusoma mimi nisiwe miongoni mwa wajinga, kwa sababu ujinga ameusema vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nakumbuka maneno ya al-Hafidh Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah katika Mandhumatul Mimiyya, wa dhamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi ashadda dhammin fahum adna min al-bahmi. Hani maneno ya Hafidh Ibn Ahmad al-Hakami, wa dhamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi, na amewasema vibaya Mola wangu aliyetukuka wajinga wa hii ilmu, ashadda dhammin, matusi mabaya mno kwenye Qur'ani al-Karim yameitaja kuwahusu wajinga wa ilmu ya kisheria. Fahum adna min al-bahm, wao ni watu duni thamani kuliko hata wanyama hoa. Ulaika kal an'am, kisha Allah akasema bal hum adall, hili ashaddu dhanb. Allah anasema ulaika, hao ambao wana masikio hawasikii, wana nyoyo hawatafakari, wana macho hawaoni. Ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Kafu litashbih, sio hao ni kama wanyama tu basi, lakini bal hum adall, bal harfu litirab, alintiqal min halin ila hal, bali si kama wanyama, bali wao ni duni thamani kuliko hata wanyama. Haya maneno nasema hapa kwa sababu nyote mnafahamu, na huu mfano ninaotoa sasa hivi mbeleni nikiotoa kwa nyinyi nastahiki, labda kwingine ningeonekana nasema maneno mabaya zaidi. Mimi hupenda kusema mfano, yani kama una chumba chako kimoja ndani ya nyumba kimebakia, baina kumweka mtu asojua ilmu ya kisheria na kumfuga mbuzi, bora mfuge mbuzi. Kwa nini Allah kasema mbuzi ni bora? Bal hum adall, bali wao wamepotea zaidi wasiokuwa na ilmu kuliko al-an'am. Al-an'am ni wanyama, wanaingia wanyama hapa al-bahai min al-an'am, kadhalika wanaingia wale al-mawashi, wote wanaingia katika al-an'am. Wanaingia mbuzi, ng'ombe, kondoo, ngamia, wanaingia hapa. Allah amesema vibaya watu wajinga. Kwa hiyo unakuja kusoma mimi nisiwe mfano wa wao. Ili jambo la pili la kutengeneza nia. Jambo la tatu la kutengeneza nia, lima atlubu al-ilm li raf'i al-jahli an ghairi, kumuondoshia ujinga mtu mwingine. Mimi nijue, nikishajua nikamuondoshia ujinga asiyekuwa mimi. Na ndivyo uslubu na taratibu wa kusoma. Unasoma wewe, unafanyia kazi ulichosoma, kisha unahamishia ilmu yako kwa mtu mwingine, kwa maana kwamba unakuja kuwasomesha ndugu zako. Haya kadhalika ameyataja al-Imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi bidayati kitabihi al-usul al-thalatha, al-ilm wal-amal wad-da'wa was-sabr. Hili jambo la kwanza, nia, ambalo lina maelezo marefu sana, lakini mimi sitaki kwenda sana huko, japokuwa hayo ninaeleza yatosheleza. Lakini jambo la pili katika jambo la kutafuta ilmu, jambo la pili katika jambo la kutafuta ilmu ni jambo la msingi sana, ikhtiyaru sheikh almutqin, kuchagua sheikh aliyekuwa mutqin kuna kusoma kwake. Na hii ni asli ya maneno ya al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, ni maneno athar ma'ruf, japokuwa watu wengine wanaisoma hii athar lakini hawajui uchambuzi wake. Inna hadha al-ilma dinun fandhuru am ta'khudhuna dinakum, hakika hapana vingine, hii elimu hii ndio dini. Inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu hii ni dini. Haya maneno inna ni harfu at-tawkid, sio inna hadha inakuwa ni ismu inna, japokuwa ni mahali sawa, ni ismu ishara mabni ala al-fath ala as-sukun fi mahalli an-nasb. Ismu inna al-ilma badaliyat, sawa. Dinun ni khabar, kwa maana kwamba maneno haya al-Imam Ibn Sirin anatoa habari, inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu ni dini. Hii dini ya kisheria hii ndio dini, na dinu bihi,
tunaamini kwa Allah sote sisi yaum al-qiyama tutahesabiwa kwa sababu ya dini. Na ndio maana Allah azza wa jalla akasema inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu, kwa maana kwamba sote ni muhasabuna kwa sababu ya dini ndio tunahesabiwa. Maneno ya Ibn Sirin, hebu haya nasemwa na takriban nyote mshahifadhi, sio? Haya maneno yote mshahifadhi, lakini mnajua tutarjama yake, hamjui hasa muradi wa al-Imam Ibn Sirin anakusudia nini. Na asli ya maneno haya ni pale ambapo tunafahamu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma katika historia uandishi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wake hapakuwa na uandishi wa hadithi, kwa sababu ilikuwa katika hofu ya kuchanganya baina ya aya za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kina Ubay bin Ka'b walikuwa wanaandika ayatul Qur'aniyya, katika wale waandishi wa wahi na Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu na wengineo wakiandika, kadhalika Ka'b bin Malik mwenyewe wakiandika, kadhalika wakati wa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lakini wakati wa masahaba hapakuwa na uandishi mkubwa wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zilihifadhiwa ifwani, japo kuna mambo yalitokezea watu kaanza kuandika. Wakati wa kipindi cha tatu ni kipindi cha at-tabi'un, hadithi zikaanza kuandika, na ndo wakati ambapo nyuma kidogo palitokea ghazwatu as-Siffin, yani vita baina ya Ali ibn Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum, kadhalika na vile va Aisha radiyallahu anha. Pale palizuka ahadith nyingi dhaifa mawdu'a, sababu kullu hizbin bima ladayhim farihun, kwa wakawa watu wanaonafiki wanaandika hadithi na watunga hadithi kwa sababu ya kutetea maslahi ya kundi lao. Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma alikuwa na madai yake kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wale walio chini ya Muawiya ambao hawakusudii khairi kwa sababu ya fitna yule bwana Abdullah ibn Saba al-Yahudi, wakaanza kuandika na kueneza hadithi za uongo. Kadhalika Ali ibn Abi Talib ndo khalifa ambaye alipewa bai'a, ambaye Muawiya alikataa kutoa bai'a katika jambo hili. Alikuwa na watu walio nyuma yake ambao hawakusudii khairi katika Uislamu, wakaandika ahadith na wakawa wanazisema zile ahadith. Ndio asli ya maneno ya sammu lana rijalakum, kadhalika maneno haya inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, ameyataja Imam Muslim katika mukaddima wake, kwa sababu zilikuwa hadithi watu wanakwenda kusoma kila pahali. Anawaambia hii elimu ni dini, hebu angalieni wapi mnachukua dini yenu. Nyinyi mnakuja darasani Masjid Aisha hapa, nikwambieni jambo mnalibeba, sio? Sababu kuna kitabu nimesomeshea, takbira inasomwa vipi? Inasomwa hivi. Ndio ushafanya dini, unakwenda kumwabudu Allah azza wa jalla kwa kile ambacho mimi nimekuambia. Sasa ukipata mtu ambaye ni mutqi, basi unachukua ilmu kwa usahihi wake. Kwa ikhtiyaru ash-sheikh al-mutqi ni jambo moja kubwa sana, sababu kuna babaishaji wengi. Yani kuna haja unapokwenda kuna kusoma kwa mtu, jua kwanza isnadi yake, kama alivyosema al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Isnadi ni katika dini, lau kama ingekuwa hakuna isnadi angelisema anayetaka analolitaka. Kwa kenda kusoma, na ndivyo ilivyokuwa asli ya jambo ilivyokuwa. Mtu anapoenda kusoma anaangalia isnadi ya mwalimu wake kasoma wapi. Sio, mnanifahamu? Sababu si kuna Google siku hizi, si ndio? Yaani nikiamua hapa someshe kitabu fulani, kile kitabu kikitia ChatGPT sasa kuletea yote, au sio? Juzi niliingiza kitu nikamwambia muongo, nimeandika nimemwambia sasa mimi, sababu niliingiza kitu
kwa kubishana na mtu, kamwambia ni maneno ya Kiswahili nitaka translate kwa Kiarabu, sawa, kaingiza, ameniletea sivyo, kamwambia muongo. Na siku hizi WhatsApp ina ile wanayo ile ankujibu asaye kama muongo, ancheka, mwambia toka hapa, nakujibu toka hapa. Ndivyo ilivyotengenezwa. Sasa zipo nyingi sasa hivi ambazo tunaweza kukupa. Mimi nikaja hapa nikazungumza, kusema jamaa kazungumza, sio sababu mmetoa humu, nimezungumza kwa vile na wewe mwenyewe ndio huna kitu, basi umebeba. Leo kuzungumza na watu juzi pale, jana sijui ilikuwa umesimama pale tunazungumza nao. Sababu muda mwingine unasikia mtu anazungumza, kuna mtu anamsifia yule mtu. Jamaa, sasa unacheka. Sasa jamaa kazungumza utumbo, na huyu aliyesifia na yeye ndio asifia ule utumbo. Lakini wewe ukimwambia kwamba jamaa hajazungumza kitu katika elimu, unakuwa ni mgomvi, sawa? Kwa sababu watu kule kutoka kufahamu katika mambo. Kwa hiyo kuna jambo la msingi sana kujua huyo shekhe unayesoma isnadi yake ikoje, kasoma wapi, kasoma vipi. Sio, mnanifahamu? Hili jambo la pili ambalo mwanafunzi anatakiwa lizingatie wakati wa kusoma. Sio kila pahali wakaa unaamua kusoma. Kuna wengine watakupa maradhi, watakudanganya. Na ndio maana pakawa na ilmu ya ilmu aljarhi wat-ta'dil, ilmu aljarhi wat-ta'dil, ambayo watu wengi hili jambo hawalitaki. Lakini ilmu qadim atiq, ni ilmu kongwe. Na jambo la kujeruhi na kuadilisha hawakulianza aimmatul hadith. Amelianza nani jambo la kujeruhi na kuadilisha? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemjeruhi Abu Lahab kwenye Qur'ani al-Karim tunaisoma mpaka leo, tabbat yada abi lahab wa tab, mpaka tunasoma. Kadhalika imra'atuhu, amemjeruhi Allah azza jalla. Kadhalika amemjeruhi Qarun, amemjeruhi Fir'aun, Haman wa ghayruhum, amewajeruhi Allah azza wa jalla. Kwa kujeruhiwa shekhe wako kwa kuwa umesoma kwake, huyo siye, usiende kusoma wewe, lisikukasirishe kwa sababu huyo siye kweli. Na ili usome sahihi, usome kwa wanawachuoni au kwa wale wanafunzi wa kisunna. Sasa hapa hatuna wanawachuoni kwetu, si ndio? Hapa Allah azza wa jalla katika makadirio yake na kwa uzembe wetu wenyewe hatuna wanawachuoni. Aliyozungumza shekhe juzi, Allah amhifadhi, mimi nilikwenda kuuliza baadhi ya watu wazima, wamjua mtu fulani? Sababu yule alomtaja pale alosherehesha minhaji ya Imamu na mimi nakumtafuta mimi. Kadhalika kwenye kitabu fulani kimeandikwa Juhaina. Kadhalika kuna kitabu kimeshereheshwa 40 na pia imeshereheshwa hapa. Sasa wale wa shekhe wao namuuliza mtu mzima, naambia wajua hawa, baba si wajua. Na zaidi ya mtu mmoja nilimuuliza. Kwa hiyo kwa uzembe tuseme na vitu vingine, wanawachuoni hatuna hapa Unguja wala Tanzania kwa ujumla. Tuna tulabul ilm, hii ndio itikadi yetu na imani yetu. Lakini hawa tulabul ilm unakwenda kusoma kwa talib gani? Aliyestafid yupi na kwenda kusoma, ni sahihi au sio sahihi? Ikhtiyaru al-sheikh al-mutqin ni katika yale ambayo mtu anazingatiwa. Ni saa 2 dakika 2 na kuna nukta takriban kama 6 hivi hapa zimekuja nizizungumze, lakini zatosha hizi 2 kwa siku ya leo. Na Allah azza wa jalla atakapojalia siku nyingine yote ile tutaja kuzungumza. Lakini hizi 2 zishike kwanza. Jambo la kwanza, islahu nia, kuitengeneza nia yako. Na hili jambo wengi wanafeli. Mtu akisoma kidogo, sababu kama alivyosema Sheikh, na kabla yake alisema Bwana sallallahu alaihi wasallam, watu wanapenda ushekhe, au sio? Ushekhe unalipa. Sasa ushekhe unalipa, lakini ushekhe haulipi, yani kuna khilafu, sio? Sasa sijui kama unalipa kweli au haulipi kweli. Sio kila mmoja azungumze, sio kila mmoja awe shekhe, sio kila mmoja awe na maiki ya kuzungumza, lakini tengeneza nia yako kwa kiwango cha wewe kuweza kuilea familia yako katika dini. Ndio kinachotakiwa hapa. Allah azza jalla
akikupa nafasi kuzungumza ni fadhila yake Allah azza wa jalla. Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Na ukipewa hiyo basi ichunge, sababu ukizembea Allah atakutahini katika mitihani mingine. Hili jambo la kwanza na nyingine tumelizungumza, lakini jambo la pili namna gani unaweza kuchukua elimu yako. Na ni kwa kitabu kusoma, kadhalika istimaa pia kusikiliza. Kaifa tajlibu alma fi bi'r alfarigha, vipi wachota maji kwenye kisima kikavu? Huwezi kupata maji au utapata maji yenye najis. Sawa, mimi msikiliza mimi nikasema unajua sasa ukija hapo kaniletea hoja lakini kasema shekhe fulani au sijui fulani, wewe wale una haja ya kusikiliza. Alhamdulillah tuna neema ya wanawachuoni wengi sana wa sunna. Sisi kama tutaamua kuwataja walio hai hatumalizi hapa, kila mmoja atamtaja wako wake hapa na baada hatujamaliza. Kuna wanawachuoni wa Saudi Arabia, kizungumzia Saudi Arabia zungumza Maka kama Maka, Madina kama Madina na miji mingine, Riyadh, Jeddah na mfano miji kama hiyo. Kuna wanawachuoni wa Yemen, kuna wanawachuoni wa Algeria, kuna wanawachuoni wa Maghrib, kuna wanawachuoni wa Misri, kadha wa kadha, idda mpaka Libya kuna wanawachuoni wa sunna. Kuna Sudan wanawachuoni wa sunna ambao wanajulikanwa na wenye kurejelewa katika masaili. Hebu sikiliza huko na acha kusikiliza watu ambao hawafahamiki. Haya mambo mawili mkiyazingatia na mengine inshallah tutakutaja mbeleni, baada ya miaka 3-4 utajiona wewe ni watu tofauti. Sawa, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, zadakumullahu hirsan wa hikma في طلب العلم وتحصيله. نسأل الله عز وجل أن يسهل أموركم وأن يسهل طريقتكم في طلب العلم وأن يهديكم هذا الرزق، لأن العلم كما قال بعض العلماء الرزق. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم هذا الرزق العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.